mwisho katika uongozi pale CAF. So maana yake hawakutarajia kuona kile ambacho kilifanyika pengine kwa muamuzi ambaye Dahane ambaye alisimamia mchezo ule wakati na kiongozi mkubwa wa CAF akiwemo. Ndio maana walimzomea muamuzi, lakini pia wakamzomea na rais wa shirikisho la mpira au kandanda Afrika. Kwa hiyo katika upande wa mashabiki nafikiri ilikuwa sioni nguvu ya mashabiki kupelekea Simba kupoteza mchezo huo, isipokuwa hizi roho na tabia ambazo kwa bahati mbaya na viongozi wa hizi timu mbili wanaonesha kusupport kwa namna fulani, ni vitendo ambavyo sioni kama ni vizuri na vinatengeneza taswira mbaya. Maana yake wanatuaminisha kwamba Simba na Yanga sio dabi tena. Maana yake ni wadui tayari. Kwani kuwepo uwanjani ndio sheria zifanye kazi za kawaida? Sheria kama zipi labda? Sheria uwanjani yani unaweza kufanya tu chochote, ukampiga tu mtu yoyote. No, hicho ni sheria za nchi hazifanye kazi ukiwa uwanjani. No, haziwezi kufanya kazi. Kwa sababu gani? Yani kwa mfano mimi na Jerwin tu tumekaa hivi, mtu mmoja anakuja anafika tukana tu anapiga. Inategemea umekaa katika mazingira gani. Kumbuka ile ilikuwa ni mpira wa miguu. Sawa, nasema na pale na wakati tunazungumza kuanzia juzi mali nikukumbushe. Tulikuwa tunazungumza mimi na wewe kama hujasahau kwamba kuna tuhuma ambazo Simba wanatuhumiwa kwamba zinaendelea kufanywa uchunguzi. Sasa tulikuwa tunajiuliza sasa inakuaje hizi tuhuma zinakuaje? Yani Simba kakosa kombe. Ila bado kuna tuhuma ambazo zinafanywa uchunguzi. Yawezekana ni hiki ambacho tunakizungumza hii leo baada ya picha kuonekana kwamba kuna mashabiki wamepigwa. Kwa hiyo yani hoja yangu ni kwamba unapoenda uwanjani yani unakuwa kwenye nchi nyingine, yani unakuwa kwenye sayari nyingine, yani sio hii yani. Yani sayari inakuwa hiyo wala wako yani kwenye sayari inakuwa hiyo, isipokuwa mtu aliyepo uwanjani mamlaka zinazohusika moja kwa moja. Kwa mfano ni upande wa mpira mimi nimekula zangu kwa mfano uzi. Mimi nakujua umekuja kunipiga. Mimi nakujua. Si uwanjani kule kuna viongozi Tanzania na yeye aweke historia ya kushuhudia kombe la shirikisho barani Afrika likibebwa na timu ya Tanzania, na yeye akiwa ni miongoni mwa mashabiki ambao walikuwa wanashuhudia. Na hii ni finali, pengine ni finali ya pili Tanzania tunaishuhudia ya michuano ya CAF. Ya kwanza ilikuwa mwaka 93 Simba anacheza na Stade d'Abidjan, ambayo Simba pia alifungwa hapa nyumbani. Ulikuwa wanatumia Shamba la Bibi kabla ya hujabadilika kuwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo nafikiri hiyo miaka ambayo ilipita kwa hivi karibuni toka 93 mpaka tunakuja kucheza finali nyingine. Hapa ilikuja Yanga mwaka 2000 na msimu 2023 kama sikosei 2022-23 wanacheza finali ya shirikisho barani Afrika na wao, lakini hawakubahatika kutoa ubingwa. Na Yanga mechi ya mwisho walimaliza wakiwa ugenini dhidi ya USM Alger, lakini Simba wamebahatika wameanza ugenini, walikuja kumalizia nyumbani. Kwa hiyo pengine huyu ambaye amepigwa kwa sababu amevaa jezi ya Yanga, ukuta alikuwa sio shabiki wa Yanga, yeye kaivaa tu kwa sababu yeye anaopenda mpira na anaofuatilia, kaenda uwanjani kwa ajili ya kushuhudia finali, lakini alichokutana nacho kiukweli si kitu cha kiungwana. Na nafikiri bodi ya ligi inabidi wakae sawa sawa pale, waone nani ambaye anatakiwa kuadhibiwa kutokana na kile ambacho kilifanyika. Ni vitendo ambavyo sio vya kiungwana kwa walichokifanya mashabiki baadhi ya Simba kumchania jezi shabiki wa Yanga na kumpiga. Ni kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu sisi tunafuatilia mpira kwa ajili ya kupata entertainment, kuburudika. Kwa nafikiri bodi ya ligi na TFF inabidi wasimamie uzuri, na naamini kwangu mimi kile kitendo ambacho alikifanya mashabiki wa Simba kumpiga shabiki wa Yanga na kumchania jezi si kitendo cha kiungwana. Kwa nini? Ile mechi ilikuwa ni Simba dhidi ya RS Berkane, ilikuwa sio Simba na Young Africans. Kwa hiyo nafikiri taarifa zilitoka kwamba mashabiki wa Yanga hawaruhusiwi kuingia uwanjani, lakini sikuona kwamba ni sababu kubwa ambayo inaweza ikasababisha ugomvi ukawa mkubwa zaidi, kwa sababu ilikuwa ni Simba vs RS Berkane. Pengine aliyekuja shabiki wa Yanga ni mshabiki wa mpira wa miguu, kwa sababu kwenye mpira wa miguu kuna aina za mashabiki tofauti. Kuna shabiki anayependa timu, kama mimi ni mfano ni shabiki wa Simba, nitakuwa naenda kwenye mechi za Simba tu. Simba anacheza na Azam nitaenda uwanjani, Simba anacheza na Tabora nitaenda uwanjani,
Lakini pia ikitokea kwa bahati mbaya Simba hajapata matokeo mazuri, inaweza nikabaki nyumbani. Huyo ni shabiki ambaye anaipenda